Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna habari hapa imetufikia kumuhusu Mkubwa Fella. Huyu bwana ni mmoja kati ya mameneja wakubwa kabisa hapa Tanzania. Ukizungumzia mameneja ambao ni waasisi wa game au waasisi wa industry ya mziki wa Bongo Flava, basi Mkubwa Fella bwana ni mmoja wapo. Nadhani kila mtu anajua kwamba Mkubwa Fella yupo tokea enzi za TMK. Sisi tuko darasa la pili la tatu. Mkubwa Fella alikuwa anafanya vizuri katika industry. Wakina Juma Nature, wakina Chege, wakina wote ambao wanafahamika wale wa TMK, iwe halisi iwe ni family, wote wale wametoka kwenye mikono ya Mkubwa Fella Temeke. Umeona bwana, lakini pia vile vile at the same time ni kwamba sio tu industry hiyo ya kitambo kile, lakini tunakumbuka hapa kipindi cha Moto Bendi au wakina Mbosso, Slay, wote yeye ndo amewakuza. Umeona bwana, lakini ukiachana na hao pia kuna hawa mastaa wakubwa zaidi kama vile wakina Rayvanny, Diamond Platnumz, wote hawa ni wasanii ambao wametoka kwenye mikono ya Mkubwa Fella. So Mkubwa Fella sasa hivi bwana anasumbuliwa na maradhi ya kiafya. Haijawekwa bayana kwamba ni nini exactly ambacho kinachomsumbua, lakini kikubwa ambacho kinafahamika kwa sasa bwana ni kwamba Mkubwa Fella bwana yuko na maradhi, anaumwa, na sio kwamba anaumwa jana au juzi, hapana, anaumwa kwa muda mrefu. Sasa kuna mengi ambayo yameibuka, amepigiwa na hii yote imekuja kwenye spotlight baada ya mke wa Mkubwa Fella, mke wake bwana kuamua kuzungumzia swala hili bayana katika mitandao ya kijamii. Aliweka posti, akaposti picha ya Mkubwa Fella, then akaweka maelekezo pale chini akiwa anadai kwamba kuna watu ambao Mkubwa Fella amewasaidia sana katika career zao za muziki mpaka kufikia mafanikio makubwa ambao wako nayo, lakini kwa namna moja au nyingine hawapo bega kwa bega kipindi ambacho yeye Mkubwa Fella amepatwa na matatizo ya maradhi hayo ya kiafya. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo baada ya hayo yote aliyozungumza mke wa Mkubwa Fella ni kwamba wadau mbalimbali bwana wamekuja kulizungumzia pia hilo jambo. Na hapa bwana, moja kati ya watu hao bwana si mwingine bali ni Mr. Pimbi. Mr. Pimbi bwana amekuja kulizungumzia hilo jambo la ugonjwa wa Mkubwa Fella kinaga ubaga. Hebu msikilize hapa. Haya ndugu zangu, hili sio la kucheka, hili la kusikitika kwelikweli. Wanasemaga shukrani ya punda ni mateke. Imagine mpaka mke wa Mkubwa Fella anakuja public kuongea, mpaka mke wa Said Fella anakuja public kuongea kwamba watu ambao Said Fella amewasaidia wamemtosa katika kipindi hiki ambacho yeye Said Fella ama Mkubwa Fella anaumwa. Na sisi wote tunawajua waliosaidiwa na Mkubwa Fella, tunawajua, idadi yao tunaijua. Kuna ndugu yetu Mbosso, hawa ya Moto Bendi wote, Beka Flavor, na wenzake. Haya, kuna ndugu yetu Chege Chikunda, TMK family, na mwenzake Mheshimiwa Temba, waliosaidiwa na Mkubwa Fella. Hata Simba na Masimba Dangote yupo naye amesaidiwa na Mkubwa Fella. Wasanii in short mliopita katika mikono ya Mkubwa Fella mmemtenga katika kipindi hiki ambacho Mkubwa Fella anapitia kipindi kigumu cha kuumwa. Mke wake mpaka kaamua kufunguka, na mbaya zaidi amesema mume wake atakuja kutaja majina hadharani. Haki ya Mungu. Chief Godlove huwa anasema, afu tunamuona mwenda wazimu. Chief Godlove huwa anasema hivi: bora amlishe mbwa wake atamlinda na maadui. Ukimlinda binadamu ama ukimfanyia fadhila binadamu, shukrani yake ni mateke. Ndio hii hapa. Asante. So hayo yalikuwa ni maneno ya Mr. Pimbi kuhusiana na hiyo situation ambayo sasa hivi hapa watu wengi sana wamekuwa wakizungumzia huko mtandaoni baada ya mke wa Mkubwa Fella kujitokeza na kuzungumza jinsi mambo yalivyo. Lakini ukiachana na hilo pia kuna mdau hapa mwingine. Huyu bwana ni shabiki mkubwa kabisa wa Harmonize Konde Boy. Hapa namzungumzia Abi Kubanga. Abi Kubanga naye pia bwana amejitokeza na kulizungumzia hili swala kiundani sana kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa Mkubwa Fella na the way ambavyo baadhi ya wasanii walivyo react. Umeona bwana, mpaka kupelekea mkewe naye pia kuamua kuweka vitu bayana.
Kwa hiyo hapa bwana, nataka umsikilize kidogo Abikubanga, na yeye pia amekuwa na ya kwake mawili matatu ya kuzungumza kuhusiana na issue ambayo imetokea kuhusiana na ugonjwa wa Mkubwa Fella. Oya wanangu, kila mtu anajua kwamba Mkubwa Fella anaumwa. Lakini kitu ambacho mimi kinanishangaza, naona watu wengi sana wanamtupia lawama Diamond Platinum. Diamond afenyeje? Diamond amesha play part yake. Diamond ameshamchukua Mkubwa Fella akampeleka India kwenda kutibiwa. Umeshanielewa? Na Diamond kuna muda anashindwa kuokota simu kwa sababu kwanza Diamond ana majukumu mengi, lakini pia anajua mimi siwezi kupigiwa simu nikaombwa laki au laki mbili. Hii simu itahusu mamilioni. Sasa kuna muda naye unakuta upepo umekata na vitu vingine vya kufanya, umeshanielewa? Kama kuplay part yake, ameplay part yake pakubwa sana. Amemchukua Mkubwa Fella amempeleka India. Ni tukio kubwa sana, umeshanielewa? Ni tukio la mamilioni hilo, umeshanielewa? Hizi vipati vingine vidogo vidogo watacheza wadogo zake. Ndio maana naona kuliko nipokee simu nimwambie sina, shemeji anaweza sinielewe. Ni bora nikaushe tu. Umeshanielewa? Kwa sababu kama kuplay part yake ameplay part yake, na sio kwamba ameishia hapo. Inawezekana tu kwa shemeji amewahi kuongea, lakini ukute Diamond kuna kitu kingine ambacho amemwandalia Mkubwa Fella sisi hatujui. Umeshanielewa bana? Sasa vitu vingine vidogo vidogo Mkubwa Fella hajamsaidia Diamond peke yake, amewasaidia wasanii wengi, akina Dula Makabila, akina Mbosso, akina Aslay. Wapo wengi sisi tunawajua, mpaka kina Jux amepita mikononi kwa Mkubwa Fella. Umeshanielewa? Kwa nini lawama zote mnampelekea Diamond Platinum? Of course tunajua yeye ndo mkubwa, lakini mwisho wa siku yeye amesha play part yake kubwa. Kumchukua mtu kumpeleka India sio tukio dogo ndugu yangu. Ni tukio kubwa kabisa hilo. Ukuta kuna ndugu zake wa damu ambao wameshawahi kuuma na hajawapeleka India. Umeshanielewa? Kwa hiyo hizo lawama zingine ndugu zangu tuzipunguze. Hizo lawama zingine tuzipunguze kabisa. Tusije tukamchukia mtu, tukamchukia mpaka kwenye vitu vya userious. Hapana. Kwenye hili mimi niko upande wa Diamond Platinum. Naam, so huyo ni Abikubanga, shabiki namba moja wa Harmonize Konde Boy, lakini this time around bwana ameamua amsupporti au amkingie kifua Diamond Platnumz au vipi bwana. So hapa bwana kuna wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mtu anasema kwamba yani Diamond siku hizi analaumiwa kwenye kila kitu, utasema kwamba yeye ndiye baba wa taifa. Alafu hata miaka 40 hana. Bwana kijana kweli anapitia mazito. Kuna mwingine hapa ameandika kwamba bwana, hii ndio ule msemo wa kwamba mti wenye matunda unapigwa mawe. Alafu kumwendea Diamond moja kwa moja ni ujumbe wa mahaters wa Diamond Platnumz kutumia fursa kumsaidia mzee Fella. Hii imekaa kimkakati sana ukielewa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tokee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.